Chemosit, eneo bunge la Bureti, kaunti ya Kericho, baada ya mvulana mwenye umri wa miaka 4 kusombwa na maji ya mto Chemosit. Tukio hilo lilitokea wakati wa mvua kubwa na juhudi za kutafuta mwili wa mtoto huyo bado zinaendelea. Wakazi wa eneo hilo wamesema tukio hilo limewaacha na majonzi makubwa, wakitoa wito kwa serikali na mashirika ya dharura kuhakikisha operesheni ya uokoaji. Aidha, wametaka hatua zichukuliwe kuimarisha usalama wa watoto na familia wanaoishi karibu na mito na maeneo hatari. Sasa tunajiunga naye mwandishi wetu Collins Bet aliye katika eneo hilo atupe taswira kamili. Bet. Bila shaka Andrin Kilemi, kwa sasa niko katika kijiji cha Chemosit hapa katika eneo bunge la Bureti kwenye kaunti ya Kericho, na ni kweli kwamba hapa ni huzuni chungu nzima, kwani kijana ama mfulana wa miaka 4 ameweza kusombwa na maji katika kijiji hiki, na kidogo tu nimeweza kusimama kando ya mto huu ambayo kisa hicho kiliweza kufanyika, na nitakuwa tu nikizungumza tu na baadhi ya wakazi wa eneo hili na pamoja na mzazi aweze kutuelezea kuhusiana na kisa hiki. Naomba tu tuweze kuzungumza. Karibieni tu hapa uweze kuanza na majina. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Maschiroti. Niliamka asubuhi nikaenda kazi. Kurudi kwa kazi nikasikia mayowe Asante sana. Labda tunaweze kuzungumza na wewe kama mzee wa kijiji. Je, kuhusiana na tukio hili uweze kutuelezea kwa undani tu? Hii tokeo ilitokea kwamba watoto walikuwa wanacheza. Vile walikuwa wanacheza wakakuwa wachafu. Mmoja wao akasema wacha niende nioshe mguu. Jinsi alipofika mtoni ndipo akaingia kwa maji. Na maji ikampeba. Mmoja wao ndio akakuja akasema nyumbani ya kwamba kuna mtoto amebebwa na maji na hatukuweza kumpata huyo mtoto. So ndio tukakuja, saa hii ndio tunaendelea kutafuta tukiomba usaidizi ya kwamba serikali mtusaidie, kwa sababu hii maji sasa ni nyingi na inaweza beba mtoto yeyote mwenye anaweza karibia mtoni. So tunaomba ya kwamba tunataka usaidizi ya kwamba serikali tunahitaji usaidizi ili waweze kutusaidia, kwa sababu hata sisi ni hatari. Hii maji ni hatari kwetu kwa sababu hatujasomea. Na hii serikali mimi naamini ya kwamba kuna watu wenye wanajua kuhusu maji na wako na msaada ambaye wanaweza kutusaidia. Waongozi hatujawaona, hawana haja na sisi tuko kwa kilio ya kwamba tuweze kupata mwili wa huyu mtoto, na tunaomba tena msaada kwa hawa wazazi, kwa sababu hawa wazazi ni wenye wajiwezi, walikuwa wameenda kibarua kutafuta kidogo na hawajapata. So siku ya leo wamekaa bila kuenda kufanya kazi na hawana chakula, hawana chochote. Watu wengi wamekuja kutafuta na hatuna msaada yeyote. Na tena ingine ninaomba ya kwamba wazazi, kila mzazi uweze kuchunga mtoto wake asikaribie mtoni sana mvua ikinyesha. Na kulingana na historia, labda pengine hapo awali walikuwa wamesema kwamba hii mto ina historia, kwamba hii si kisa cha kwanza. Ni je, wako unathibitisha kwamba hii si kisa cha kwanza? Yeah, ninathibitisha ya kwamba hii sio kisa ya kwanza. Hii mto imetumaliza. Imechukua watoto wetu wengi, imechukua mababa zetu, imechukua mtu yeyote mwenye anakaribia kwa hii mtoni akikaa hivi anachukuliwa na hii maji. Na kwa muda mrefu. Na shukrani sana. Hayo tu ni maoni kutoka kwa wakazi katika eneo hili na pamoja na familia. Na kama unavyoona tu sasa hivi, ingawa haionekani vyema, ni kwamba operesheni ungali unaendelea kuweza kutafuta mwili wake wa mtoto huo. Na nitakuwa tu nikifuatilia taarifa hizi ili tuweze kuwafahamisha watazamaji wetu kwa taarifa zijazo. Mimi ni Kiplagat Collins. Kwako Andrin Kilemi. Asante sana Kiplagat Collins kwa taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo bila shaka tutakuwa tunazidi kuifuatilia na tutakujuza jinsi ambavyo itakuwa inachipuka hata zaidi.